Bwana, mambo ya usajili yanaendelea kama kawaida, hasa pia kwenye upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Tunaona namna ambavyo wanaendelea kuonyesha dhahiri sheri wakiwa wanahitaji baadhi ya wachezaji ambao wanaona kabisa kwamba hawa wanaweza wakaleta kitu fulani ndani ya timu. Sasa mpaka sasa hivi tunafahamu namna ambavyo mambo yamekuwa yako kisiri sana, lakini kwa upande wa kwetu hapa tumeendelea kupata majina ya wachezaji ambao wamekuwa wanatajwa kwenye vyanzo mbalimbali, haswa sasa hivi wanatajwa wachezaji wawili kutoka pale Afrika ya Kusini. Kama ambavyo unafahamu tayari kocha kutoka pale Afrika ya Kusini Mankoba Mngisi ndiye ambaye amejiunga na klabu ya Yanga, hivyo inakuwa ni rahisi kuweza kupata taarifa juu ya wachezaji ambao wanahitajika kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Sasa kabla sijakutajia hapa orodha juu ya wachezaji ambao wanakwenda kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Africans, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Klabu ya Yanga imeendelea kuonyesha dhamira ya kujenga kikosi chenye ushindani mkubwa kuelekea msimu ujao baada ya taarifa kwamba tayari mazungumzo juu ya nyota wawili kutoka pale Afrika ya Kusini, mambo kama hivi tayari yameshamalizika. Taarifa zinaweza kuwa usajili huo unafanyika kufuatilia mapendekezo ya kocha mpya Mankoba Mngisi ambaye ameanza kujenga timu kulingana na falsafa yake ya mchezo. Nyota wa kwanza ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Africans ni pamoja na Justice Figueiredo, winga anayetoka ndani ya klabu ya Chipa United. Justice anafahamika kwa kasi yake ya juu, uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga na kuwavuruga mabeki katika mchezo wa moja kwa moja. Pia ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza pande zote mbili, yani upande wa kulia pamoja na kushoto. Wakati huo pia ana uwezo wa kucheza kama striker namba 9 kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu atakuwa akiutumia. Hiyo itakuwa inampa falsafa mwalimu Ngisi kuweza kubadilisha kwa upande wake. Figueiredo ni moja ya mchezaji ambaye ameweza kuonyesha kiwango kizuri kwenye msimu uliopita, hivyo kwa upande wa klabu ya Yanga wakishakamilisha usajili huu na kuweza kumtambulisha, atakuwa ni moja mchezaji ambaye anaweza kuongeza kitu kikubwa ndani ya timu. Lakini pia nyota mwingine wa pili ni pamoja na Thulan Gumede. Huyu ni mchezaji ambaye anajiunga na klabu hiyo ya Richard Bay, ambapo ametokea huko ndani ya klabu ya Richard Bay. Ana uwezo kucheza nafasi mbili, ya maana kwamba ana uwezo kucheza beki ya pembeni, lakini pia ana uwezo kucheza winga ya pembeni. Hizo ni nafasi mbili ambazo amekuwa akizitumikia kwa msimu uliopita. Lakini kwa upande wa Gumedi ni winga ambaye anajulikana kuwa na nguvu, kasi na nidhamu kubwa ya ulinzi. Ana uwezo wa kuzuia mashambulizi kwa wapinzani, lakini pia na kushinda mipira aina yote. Lakini pia hata kwenye upande wa kushambulia ni mchezaji ambaye anaonyesha uwezo mkubwa, hasa kulingana na namna ambavyo klabu hiyo ya Richard Bay ilikuwa ikiweza kumtumia. Majukumu yake makubwa ambayo atakuwa akiyatumikia zaidi ndani ya klabu ya Yanga ni kwa upande wa mwalimu mwenyewe Ngisi. Atakuwa akimhitaji yeye mwenyewe kama kutumika kwenye upande wa beki ama upande wa winga, kwa sababu ni nafasi ambazo amezicheza kwa kiwango kikubwa kwa msimu uliopita pale nchini Afrika ya Kusini. Inaelezwa kuwa kwa upande wa kocha Mankoba Mngisi anawafahamu vizuri wachezaji hao kutokana na uzoefu wake na muda mrefu ambao amekaa pale Afrika ya Kusini. Ndio maana kwa upande wa klabu ya Yanga amewashauri viongozi kwamba wahakikishe wanawasajili mapema ili waanze maandalizi ya msimu mpya pamoja na kikosi. Lakini pia ujio kwa upande wa Figueiredo pamoja na Thuran unatarajia kuongeza ushindani mkubwa ndani ya kikosi cha upande wa klabu ya Yanga, ukiongeza ubora katika safu ya ushambuliaji na ulinzi. Kwa pia kwa upande wa mashabiki na wananchi tayari wana matumaini makubwa kuwa nyota hao wataisaidia timu hasa kwenye upande wa kutetea mataji ya ndani, hasa pia na kufanya vizuri kwenye upande wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa upande wa wachezaji hawa wanatajwa kwamba muda wowote wanaweza kujiunga na klabu ya Yanga, lakini pia hakuna shaka kulingana na kile ambacho wameweza kukionyesha kwa msimu uliopita. Jambo kubwa zaidi ambalo kwa sasa hivi litakuwa linatazama ni namna ambavyo wachezaji hawa wanaweza kuonyesha kile ambacho mashabiki wanakitarajia, kwa sababu tuliweza kuona pia kwa msimu uliopita kwa upande wa mwalimu ambaye alikuwepo Pedro Goncalves, aliweza kumleta Depu pamoja na Buba Jammeh, lakini Depu angalau aliweza kuonyesha kitu kikubwa, lakini kwa upande wa Buba Jammeh ni mchezaji ambaye aliletwa na kocha, hakuweza kuonyesha kitu kikubwa, hasa kutokana na kuwafahamu wachezaji hawa. Lakini kwa sasa hivi kitu pekee ambacho tunakitazama ni namna ambavyo wachezaji hawa ambao wanaletwa na kocha wataweza kuonyesha kitu kikubwa. Hicho ndicho ambacho tunakisubiri mpaka sasa.